Hello viewers, welcome to another show at BBS, and it's the Phil's One show that Jesus will perform it until the end of times. Welcome to the show today. In the house today we have Pastor Tumaini, and he's going to take us through his musical journey, as well as at the end of it all he's going to give us later on a word for the day. So welcome Pastor Tumaini kwa show yetu leo. Yes, thank you so much. Asante my sister and the crew kuweza kufunga safari mpaka huku Jogoo. Tumeshukuru sana. It's an honor to host you in this place, and we thank God for the opportunity, kwa sababu ninaamini kwamba ni wengi wangetamani kupata this opportunity, but neema imeniangukia ama kura imeniangukia, you know. In the book of Luke chapter 1 verse number 8, the Bible says kwamba na kura ikamwangukia Zekaria. So kura imeniangukia. Sio mimi the best, but ni neema tu ya Mungu. So thank you so much. And I believe kwamba the end of this show, our viewers, wherever they are going to be blessed in the name of Jesus. May your life never remain the same again after this program, in the name of Jesus. So stay there with us. Ninapo share my testimony and or my journey of worship ministry, and also pastoral ministry and marriage journey. Wow. So we have a lot to share. Yes, asante sana kutukaribisha hapa katika studio zako. Yeah. So tueleze Pastor Tumaini ni nani? This man of God, kwanza vile umesema studio, tuko hapa Tumaini studio, tumekuwa hapa, and we thank God for the opportunity ambayo Mungu ametupea ya kuweza kulea vipawa zingine. So kama wewe ni mwimbaji and unajua nitarekodi namna gani, this is the best place to come and record your songs, and God will bless you. Now my journey imekuwa sio rahisi, kwa sababu this year I'm celebrating my silver jubilee in worship ministry. Kuna yule labda juu silver jubilee. Silver jubilee ni 25 years. Wow. nusu ya century. Yes, quarter. So nimekuwa kwenye ministry ya kuabudu for the last 25 years. So hiyo miaka 25 nimeona mambo mengi, nimeinteract na watu wengi, nimehudumu mahali kwingi, nimefanyiwa mema, nimefanyiwa mabaya, nimefaulu, nimeanguka, you know. Hiyo miaka 25 imekuwa ni miaka ambayo imejaa a lot of experiences. But I thank God ambaye ameni sustain in the ministry mpaka leo hii. Ninaamini kwamba before the end of this year, Mungu akinijalia, ninaweza nikaweza kutoa video ambayo ama kurecord nyimbo hizo zote nimeanza kufanya tangu miaka 25 imepita, nikiwa kadogo kabisa. So ninaamini Mungu nitapata hiyo neema na uwezo wa kufanya hiyo. Kwa upande wa kifamilia, nina familia sehemu mbili. Niko na familia TZ, niko na familia hapa. So kwa hiyo mimi nikiwa TZ niko home, nikiwa hapa niko home, because niko na family both side. Kuoa, nimeoa, nina mke mmoja ambao tumetoka naye huko Ukambani, anaitwa Pastor Norin. Mungu ametujalia watoto wawili vijana, and also we thank God tunasimamia kanisa the Voice of Hope Church, and I thank God also because of my spiritual father Bishop Kennedy Narieko, all the way from Kisii Deliverance Church. Kwa upande wa now the journey of music ministry, kuna mambo machache ambayo nimejifunza. Jambo la kwanza ni kuwa mvumilivu. Mambo mengi
katika area tofauti. Kwa kila jambo utafanya in this life ni lazima patience itakuwa included. Otherwise hakuna kitu utaachieve in this life ikiwa hautawahi kuwa patient. Patience ni kitu ambacho kinakusaidia kuweza kufikia malengo, because si kila malengo unayaona leo na yafanyike kesho, mengine yana take time. So ikiwa hautakuwa mvumilivu inamaanisha utayafikia, na kutokuyafikia itakulazimu kutafuta shortcut. And you know, shortcut ya maisha si kama shortcut ya njia. You know, shortcut ya njia huwa inakuunganisha na the main road, mahali ulikuwa uende. So but shortcut ya maisha haiko hivyo, huwa haikufikishi kwa ile njia ulikuwa unaenda, huwa inakupoteza. Unapotea completely. So either urudi tena start afresh ndio upate hiyo line. So it is good. Moja ya vitu because nimeona watu wamekuja nyuma yangu na wakapita. And ukafika mahali ukaanza kujiuliza, niliitwa ama nilijiita? Hii kitu nafanya kwa sababu yule mwingine alifanya, ama kweli ni Mungu ameniita? Because mambo hayaendi vile ulikuwa unatarajia, ama mambo hayaendi vile anaenda kwa wengine. You know, unafika vile mtu for example sasa hivi mtu akija this studio unajiuliza, na sasa Tumaini alijengaje studio? Yeye alijenga aje? But wezi usipoulizia utafikiri nimeanza jana. Hii ni journey ya 25 years. So before uwe discouraged na kuona vile mwingine ameendelea na haujaendelea, tafadhali muulize safari ile amefanya, because imekuaje. So now ndo wakati unajiuliza maswali. I remember kuna siku niliwahi omba mwimbaji mmoja tufanye naye wimbo collab. we. So kwanza liniambia tukutane hoteli ya kifahari, ndio ambayo chai ni 800 na rent yangu ya nyumba wakati huo ni 1000. So tukienda kunywa chai hiyo ni rent. Hiyo ni rent, tunakunywa chai. So ulikuwa ni wakati mgumu, hatukuweza kumeet. But one day wakati Mungu alikuwa amenisaidia, tukakutana kwa crusade mahali. Anambia, mtu wa Mungu, nyimbo zako zinanibariki sana. Napenda nyimbo zako, napenda huduma yako. Wewe yaani wewe ndio wewe. Wewe ndio wewe. Nikamuuliza, unaweza kumbuka tumayonge? Hatujaongea na wewe. Nikamwona, kumbuka kuna ndugu alikupigia siku moja akakuuliza kama mnaweza fanya naye collab. Watu mnaweza collab ni wengi. Ni wengi sana, siwezi kumbuka. Okay. Unakumbuka yule jamaa alikuwa amekwambia alikuwa analala chini ya mti wa avocado na ametoka chini ya avocado angetaka kufanya? Nimekumbuka. Nilikwambia tukutane hotel fulani, ambia ndio mimi. Akaniambia, mtu wa Mungu, kwa sababu yako nimejifunza kitu. Because sasa hivi vile tunaongea ni mimi ndo nataka kufanya nyimbo na wewe. Mimi ni vile tu nisingeanzia hapo. Lakini tumefika hapo. Hiyo ndio ilikuwa njia. Nilikuwa ninaomba kama tunaweza fanya wimbo. So usipokuwa mvumilivu kwa chochote kile utafanya, hautaweza kuachieve anything in this life. Usipande mbegu leo na uende unataka iwe imeshamea, uipe time, itamea tu. So moja ya vitu nimejifunza kwa miaka 25 ni kuwa mvumilivu. Jambo lingine nimejifunza kwa miaka
nimeamini Mungu kupata platform. Kwa sababu hakuna kipawa kita grow minus platform. Yeah. Because the more kipawa kinafanya kazi, the more kinakuwa bora. Ndio maana watu huenda practice. Ndio maana tunasoma Bible daily. Because the more tunaisoma, the more tunakuwa bora, the more tunafanya vizuri zaidi. Hata hii kazi mnafanya, the more mkikanya kanini bila kufanya, mtasahau. So the more unafanya kitu, the more unakifanya vizuri zaidi. So kila kipawa kinahitaji platform. But wakati ambapo unainuka, sometimes platform ni challenge. Because ile platform utapata ni zile unaambia sasa tukiwa tunakunywa chai tumeenda tuimbie wimbo kamoja. Na unajua uliandika jina namba 1. Jina lako lilikuwa la kwanza kwa list. Limepitwa. Ni kama hawaoni. Limepitwa. Kesha imeanza saa 3. Ulikuja saa 2. Unapewa microphone saa 11. Watu wakinywa chai wengine wakienda. But do you know, kwa hao watu wachache wamebaki wakinywa chai, kuna mtu kuja baada ya umenibariki. Umenibariki sana. Na nipe namba yako tutaongea. Na unashangaa mtu anakuunganisha mahali pengine. So upande wa platform nikaja kurealize moja ya challenge ambao watu tuko nayo ni watu kudharau milango ndogo. Hakuna mlango ambao hautegemei mlango nyingine. Huu mlango huu ukiingia ndio unafungua mlango nyingine. Hiyo mwingine unafungua mwingine. So ukipuuza huu mlango kidogo uliona, inamaanisha kwamba hiyo mlango kubwa iko hapa utaipata. So katika platform, katika mambo nimejifunza ni mpaka sasa hivi my sister, na hudumu kanisa yote hata kama watu 20 naenda. Because ujui ni mlango gani iko hapa. So moja ya mambo naweza nikashauri wale wahudumu wenzetu ni kwamba tusipuuze milango. Hata kama kwa platform ni kadogo, nenda. Na usiseme kwamba vile ulihudumu kule kukubwa utapunguza huko. Actually kiwezekana huku fanya zaidi, ongeza kuni, ongeza moto, ongeza chumvi, ongeza kila kitu. Hiyo ni moja ya mambo ambayo nimejifunza katika safari ya huduma. Jambo lingine nimejifunza katika miaka 25 ya huduma ni mambo ya kipesa. Kwa watu wengi wako na vipawa lakini hawana uwezo. Actually wale wako na vipawa ndio hawana uwezo. Wale hawana ndio wako na uwezo. Kuna mtu ako gifted, hawezi pata hata 5,000 ya kufanya wimbo, hawezi pata hata 10,000 ya kufanya wimbo. Na mtu mwingine hata ajua naimba nini. Unashangaa amelipa album nzima. Na yeye mwenyewe hata elewa kila naimba, hata yeye mwenyewe ajua naimba nini. So jambo la tatu la challenge kwenye huduma ni mambo ya finances. Inakuwa ni ngumu sana kupata upenyo. Na hilo linatokana na watu kubeba huduma kama yao. Unajua tukiwa na biashara na wewe na nikaona ni kama umeanza kuipeleka kama yako, hauripoti tena kwangu. Hauniambii tuliuza hii, hauniambii tulinunua hii. Naona tu king'ara peke yako, naona tu vitu zikienda. Unajua kitambo, wakati nilikuwa naanza huduma miaka ya kitambo, wakati nilikuwa naanza kanisa, nilikuwa nashangaa yule ambaye anahesabuki pesa kule kanisani kwetu, akitoka hapa nunua biskuti, nunua maziwa. Mimi nikitoka hapo hata siwezi nunua hata kitu, na turusha watoto wanae kwa nyumba. Nikajiuliza, anahesabuki sadaka, ananunua kama yogurt nini. So siku moja nikaamua
si sadaka ni hesabu mimi. Si ni hesabu na mimi. Nikahesabu kwa mwezi mmoja. Unajua wiki ya kwanza, hiyo sadaka ya kwanza ilikuwa zaidi ya ule mwezi mmoja watu wanatoa. So tukamazana huyo mtu wa Mungu hapo. Kile nazungumzia kwamba huduma hii ukibeba kama yako, Mungu anakuachia. Mungu atakuachia. Hii huduma iko na mwenyewe. Na anasema kwamba kazi nzuri aliyoianzisha ndani yetu ataikamilisha. So as long as uko sure kwamba hii kitu Mungu ako ndani, hata kama utasugua goti, uteseke, upindwe, I'm telling the truth, God will appear. And God will manifest. Ile shida tuko nayo ni kwamba kila mtu amebeba huduma kama yake. So nyingi Mungu ameachia watu waendelee nazo. Amewaachia. Endelea nayo, umebeba kama yako. So hiyo ni challenge ambayo nime experience miaka 25 kwamba ni wakati ambao nilikuwa na huduma kama yangu ililemea na karibu tuweze kutoroka. Hilo ni jambo la tatu ambalo nimejifunza kwenye huduma miaka hii 25 ambayo nimeweza kuhudumu. Jambo lingine ambalo nimeweza kuexperience ama kujifunza miaka 25 ni kufanya kitu nzuri na isikubaliki. Umeona umefanya the best, then imekataa. Umeattend harusi ya umetende harusi ya wewe ni mrembo kuliko bi harusi. Na wewe hakuna hata hujapata. Hakuna, na ule wanakuja wako serious, hajui hata mwenyewe hajielewi. Na unashangaa na ameenda. Ukijiangalia kwa kioo unajua mimi ni mrembo kuliko yule. Shida ni nini? Ikifika hapo, hapo ndo watu wengi huachia. Hapo ndo watu wengi give up because umetry the best. But haikubali. The only verse inaweza kuencourage kwa hiyo time ni verse ya Mhubiri. Bila sababu kwenye kitabu cha Mhubiri kwamba kuna wakati wa kukataliwa, kuna wakati wa kupokelewa, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuokota, kuna wakati wa kutupa. Katika maisha tunaishi katika seasons tofauti. Kuna season ambayo unalia, kuna season unacheka. So unapofika kwenye hiyo challenge, ni lazima uconvince your spirit, convince your mind, convince your body, and convince everything that's surrounding you kwamba kuna season itafika nitacheka hata kama nalia sana. Kuna season itafika nitapokelewa hata kama saa hii nimekataliwa. Na una convince kila kitu iko around you. You agree na hiyo statement. Kitambo wakati nilikuja mjini, nilipata watu wanaimba kama Black Americans, you know, wanaimbia kwa ponyo glory Lord as you know you yana watu wanaimbia mapua. Ai, nikasema na hii shamba yangu nitatoboa. We give you all the glory.
nikaanza kuiga. Na katika hiyo hali sikufaulu pamoja na kuiga. So ni vizuri sana kuweza kuelewa kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Unaweza kataliwa leo, but you are tomorrow utapokelewa kila mahali. Unaweza usiolewe hii Saturday, but kuna Saturday yako ambayo one day utakaa kwa hiyo gown watu wakiwa wanapiga vigelegele. And usipoelewa that, uta give up kama watu wengine. So ni jambo ambalo nimejifunza kwamba niweze kusubiri season yangu. So hilo ni moja ya mambo nimejifunza katika huduma. Na kwa upande wa mapito ya maisha, kuna wakati ambapo nimelala chini ya mti. Actually, in short, 20 years ago, no 2010, 10 years ago nilikuwa Chokora. Na si mbali na hapa Kiambu County. Kuna mahali nilikuwa nafanya si kazi, maana ilikuwa kazi. Ni mahali tu nakaa ili upate mahali pa kulala. You know, kuna mahali tu nakaa si kama ni kazi. Ile unalipwa ni ile unalala. So kuna mahali nilikuwa nafanya hivyo, and ikatokea saa siwezi ishi tena hapo kwa sababu ya mambo kadhaa. And nikaanza kulala chini ya mti. I remember the first day nilichukua bagi kubwa nikamwachia ndugu fulani alikuwa hapo. Ilikuwa ni reputation center. Niambia bagi yangu kubwa niwekee, nitachukua baadaye. Nikajipanga na hiyo ndogo. Nikaenda chini ya mti wa avocado nikakaa hapo. Nikapata wazo la kujiua. Lakini kaona sina kamba, hata nikijiua na sina kamba. Sasa nitafanya uko na jacket nikumbuka. Niko na jacket. Funga jacket kangu. Na nikaanza process ya kujiua. But nikasema cha nifanya practice na mkono. Nikajifinya na mkono, nikaona mkono ilinipeleka. So nikajiuliza kama mkono peke yake imenipeleka hivi na nikiweka shingo hapo, nikaona pale vitu ni ngumu sana. Actually wale walijinyonga walijaribu. Kujinyonga si rahisi. Si rahisi. So but si kitu ya encourage watu kufanya, kwa sababu the end of the day ukijinyonga umepotea duniani na umepoteza uzima wa milele. So it's good to suffer here than kukosa uzima wa milele. Now nikasema nitajaribu the following day. The following day nikafanya the same. Nikafanya tu vile nilikuwa chukua kamba nini, na nikaanza process ya kujinyonga. Ile tu ninawekelea shingo, sauti kaniongelesha, hauwezi zama, hauwezi zama. Hey, nilikuwa na 250. Nikatoka nayo hapa asubuhi, nikaenda town. Hiyo bagi yangu kubwa niliacha mahali kwingine. Actually niliacha kwa duka. Nilichukua pale kwa kwanza nikapeleka kwa duka. Nikamwambia mwenye duka kuna ndugu anaitwa Duncan, akirudi mpe bag na nitachukua mpaka siku ile nitarudi. Ilikaa hapo mwaka hiyo bag. So nikafika town, sina simu. So nilikuwa napiga tu simu, naweza walemavu wanapigisha simu. Nikapigia jamaa mwingine nilikuwa nimemjua, nilikuwa nimeandika namba yake, nikampigia. Akanichukua town jioni, akanipeleka mahali kwa Kangemi. Tukalala mahali, kumbe naye ana nyumba. So anaombaga lift. Akilala kwako kesho, analala kwa huyu kesho. So nikamfuata tu hivyo bila alikuwa analala. Na baadaye pole ilipofika mwezi wa 8 2010 nikakota simu Uhuru Park. Wakati katiba ilikuwa inapitishwa. Mimi katiba ikipitishwa nilikuwa simu Motorola inawaka blue. Buttons unafinya by faith. Ukiamini ni 0 inakuwa 0. Kama una imani
kuna ndugu tulikuwa tunaishi naye huko Gashie wakati huo. Na akapata nafasi ya kukutana na jamaa mwingine ni video producer. Akamwelezea mambo nimepitia. Akamwambia ningetaka kuona huyu jamaa. So wakanitafuta, wakanipata, tukakutana, wakanipeleka studio, tukarekodi Nisizame, tukamaliza, nikahama nyumba 1000, nikatoka, nikanunua gari yangu ya kwanza, kamaliza, maisha yakaendelea mpaka leo. Ninaamini kwamba saa hii tunapoongea kuna mtu anahisi kwamba amezama. Anahisi hii nimezama, hii ndoa imezama, hii biashara imezama, hii kazi imezama, kila kitu around me kimezama. But wakati huo kama kuzama, huo ndio wakati unachukua good example kwa Peter. Peter aliporealize ninazama, alipiga tundu. Yesu, Yesu, uniokoe, niokoe. You know, ukifikia sehemu kama hiyo, make sure your voice, nasema make sure sauti yako inamfikia before your sauti ifikie Tumaini, before ifikie your pastor, before ifikie your friend, before ifikie chama yako na ama chabe, make sure your sauti imefikia. Peter alijua wale niko nao kwa hii boti hawezi nisaidia. Wote tuko kwa hii boti. But nikimuita Yesu, Yesu atanisaidia. Uwezi amini. Peter alisaidiwa kwa sababu alijua siri. Alimuita Yesu. So I think my sister kwa ufupi ni hayo, but hao ndugu walinisaidia, akanipeleka studio, akanirekodia, akamaliza, akanifanyia video, akamaliza, akanipeleka kwa TV. Mpaka wa leo we are still working together with the grace of God. Yeah, so if you have a question you can ask, then you give. Niko na swali tu moja ningependa kukuuliza. Kuna watu ambao watasikiza ambao umesema tayari na wataanza kukuweka katika mizani. Waseme ati kwa sababu amefanya hivyo, alipitia hayo yote, ndio maana anajigamba katika huduma. Naona ni bora kutuliko kwa sababu amepitia mambo ambayo alipitia. Tueleze. You know, wakukubalie testimony si maringo. Ni vizuri mtu kutofautisha ushuhuda na maringo. Testimony ni ya nini? Testimony ni dawa. Because kuna watu wengine kama sisi, si kwamba tu tumepitia mapito, but Mungu ameruhusu mambo fulani yatokee kwetu ili tufanyike dawa kwa watu wengine. Kuna mahali ukisikia mtu alipitia na baada ya kupitia Mungu amemsaidia hivi, inakutia moyo kwamba yule Mungu alifanya kwa Tumaini atafanya kwa. So lengo la testimony ni kutibu mioyo ya watu wengi ambao wamevunjika, ama tu ni kutibu mtu katika hali namna moja ama nyingine. Unaweza shuhudia about your marriage, vile una mke wako mnakaa. Kwa mfano mimi kama mimi, for example, mimi my sister, before God, before our viewers and before this group, siwezi kukwambia niko sana mke wangu lini. Lakini kwa sababu tumenuna na mke wangu I can't remember. Siwezi kumbuka. Siwezi. Tulikosana na mke wangu, siwezi kumbuka. That's a testimony. Because kuna mwingine hata saa hii wamekosana. Hawaongei na ni testimony kwamba unaweza kukaa nyumba moja na mke wako na msikosane. Because kuna mwingine amefaulu.
So kama mwingine amefaulu na ni binadamu kama wewe, the Bible says kwamba jua. So tunasema Biblia iliringa. Hadi Biblia imechikamba. Mbona tu isema alisamisha jua? Hii Biblia hapana. Biblia inajaribu kutuonyesha kwamba Elia alikuwa mwanadamu wa kawaida kama Tumaini, kama mtazamaji, but alisimamisha jua. Inakumaanisha kwamba na wewe unaweza fanya kama hayo ikiwa utainua imani. So testimony si maringo, si kujigamba, ni kwa ajili ya kutibu mioyo ya watu wengine ambao imevunjika. Yes. Hapa studio kwenu watu wanaweza wapata aje na katika mitandao yako ya kijamii? Wow, akijaendelea sana especially on my side kwenye mambo ya social media, but niko kwa Facebook as Tumaini Akilimali. Utaona nimevaa ka half coat kana ka black na si black na shirt ya white na kale katai kana kuaga hivi kama mtu wa hoteli. Ukiona picha nyingine huyo si mimi. Hiyo ni account nyingine. Yeah, so as niko kwa Facebook as Tumaini Akilimali, tuko na Facebook page as Tumaini Akilimali Music. Unaweza kwa YouTube ni Pastor Tumaini Songs. Unaweza subscribe kwenye YouTube channel yangu. Hii hundi nimevaa ni Yesu amefanya njia. It's my latest song kwamba Yesu amefanya njia. Studio ziko hapa Jogoo Road, kwenye mahali kwa Rikana Supermarket, tuko second floor. Studio iko hapo, hapa ni quality, mwenyewe ni worshiper. So kitu haiwezi toka hapa mpaka niseme yes. Kama zinasema yes, itafanywa bado. Hata kama ni mara kadhaa. So karibu sana, unaweza ukakuja book session na tutakuhudumia, na naamini kwamba hii ni mahali pengine Mungu amenisaidia ili niweze kusimama na watu wengine. Kwa sababu kwa mtu anatumia wimbo vile imefanywa na pesa ilipa viendani. So it's not only about money but also helping you to achieve your dream. Kwamba kile umekuwa ukifikiria kufanya uweze ukifanya. So tuko hapa, karibu sana. Labda ungetaka kunipigia, unaweza ukanipata kwa 07 00217472 0700217472. Unaweza nipigia tukupea direction, ama unaweza nipigia tukuombee kama uko na hitaji lolote ungetaka tuombe pamoja. Unaweza nipigia tuweze kuomba pamoja. Yes my sister. Asante sana watazamaji. Leo tumekuwa na Pastor Tumaini, mhudumu wa Mungu, mtumishi wa Mungu katika nyimbo za Injili na pia katika neno. Umesikia akisema, ametueleza zaidi kuhusiana na maisha yake na kuhusiana na mambo ambayo amepitia. Natumai atakutia moyo na atakufanya wakati mwingine unapohisi kana kwamba unazama, utakumbuka siri ni kuliita jina lake Yesu. Na kwa hakika msaada wake karibu wakati wote. Mtumishi wa Mungu, nitakuomba kitu moja. Yes. Kuna watu ambao wanatamani kusikia neno. Tushibishe na neno tafadhali. Nimeongea maneno kadhaa, nifikiri nimeshaongea neno kwa sababu nimepewa hata chance. Nimeshukuru sana. Kwenye kitabu cha Luke chapter 4 verse number 17, the Bible says kwamba, and a voice come out in heaven or from heaven said, this is my son in whom I am well pleased. Kwamba na sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Now kutokana na this verse nimekuja kujiuliza, Biblia nasema hivi Yesu akiwa miaka ngapi? Biblia nasema hivi Yesu akiwa 30 years old. Now sasa ndio Biblia imejua Yesu ana exist. Yaani baada hii miaka yote Biblia imeona sasa ndio inaweza mtangaza Yesu. Yes.
Yesu atias sio kwa na huduma. Alikuwa anafanya ministry. Alikwenda kwa masinagogi. But one day Mungu akaona ni vizuri nitangaze huyu mwanangu. Na sitaki wote amtangaze, mimi mwenyewe nitamtangaza. Wow. So sweet. Na akasema huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Either mnampenda ama mpende, as long as Mungu nimempenda, ninyi mtampenda by force. Because kuchukia kile Mungu anapenda ni kujisumbua. Oh God. Usiwahi jaribu kuwa na chuki na mtu Mungu anapenda, because utakuwa unajisumbua bure. So nika vile nitaiweka, but this man our Jesus amehubiri kwenye masinagogi, my sister, na hakuna mtu anampigia makofi, hakuna mtu ana celebrate. And Mungu akaona, let me now introduce this man. And out of that nikaja realize it doesn't matter vile watu watakusherehekea, kama mbingu haijaongea hakuna kitafanyika. Because Yesu alikuwa anahubiri masinagogi, watu kusherehekea. But akitoka hapo anaenda kwa carpenter. Watu wamepiga vigelegele. Kuna siku my sister nilikuwa kama Black America, watu na sina fare. Sina fare, hata mbao sina. Kuna sister anaitwa Pastor Harriet. Tulikuwa tunaanza mbao hapa town. Unasema mbao, unaweza nisema mbao. Sina fare kwenda. Na unajua umeimba mpaka watu wamepiga vigelegele mpaka karibu na miguu. Hamna fare. Mpaka pale mbingu itaongea. Kama mbingu haija kutangaza, hata ujitangaza na mwanadamu, kazi bure, itakuwa kazi. So mbingu kasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, umsikie. So nimekuja katika hiyo hali kukutia moyo na kuweza kukuhimiza mpendwa wangu mtazamaji, kwamba subiri mbingu ikutangaze. Ngoja mbingu ikutangaze. Subiri tu mbingu ikutangaze. Because when heaven speaks, other voices must shut up. Mbingu ikiongea, hakuna tu sauti nyingine watu naongea. Na ninakuombea as we close this show, kwamba mbingu iseme kwa maisha yako. Utoto sauti twingine tunakusumbua, tunakunyima usingizi. Hizo sauti zinafanya haulali, hizo sauti zinafanya hauna peace. Hizo sauti mbingu izinyamazishe in the name of Jesus. Mbingu ikutangaze, mbingu ikutangaze. Mbingu itangaze kile unafanya. Mbingu ikutangaze. And my sister, the moment mbingu ilimtangaza Yesu, ukapenda ulishia. Hakuna tena mahali utasoma New Testament, especially hizi vitabu 4 za kwanza, mahali utapata Yesu alifanya ukapenda baada hiyo announcement. So mbingu ikikutangaza, kuna vitu ambavyo vina change in your life. Kuna mabadiliko yanatokea. Mbingu ikiongea, naomba mbingu iongee saa hii for your life, ili mabadiliko fulani yapatikane in the name of Jesus. So hiyo ndio naweza kutia moyo kwenye kipindi hiki, na Mungu akubariki in Jesus name. Amen. Amen and amen and amen.
mmesikia wakati mbingu inanena, sauti zile zingine zote ziko karibu, wanakuwa noisemakers. Yes. Hapo watu kupiga kelele inakuwa noisemakers. Lakini unaponena endelea na kuzidi kumtumainia Mungu na uendelee kulishikilia neno lake la Mungu, maana neno lake kwetu ni hai. Anasema hakuna chochote kitokacho kinywani chake ambacho kinarudi kikiwa bure jinsi kilivyo. Asante sana mtumishi wa Mungu kutukaribisha mahali hapa. Tumefurahia zaidi. Mnaweza mkachukua the image of our studio, mnaruhusiwa. Na Mungu awabariki sana. Asante mtazamaji. Mungu akubariki sana. Asante. Amen. Nasi kutoka hapa BBSN ni kwa heri. Remember to subscribe to our channel BBSN and also like our Facebook page BBSN. Until another moment, God bless you, and remember to call upon the name of the Lord, for He's always near. Thank you. Amebadilisha Bwana Yesu, amebadilisha Yesu, amebadilisha tamaa. Usilie ndugu, usikate tamaa, usilie ndugu. Nakaribisha watu sasa. This is Tumaini Studio RTS. Karibu sana. We are not far. We are just in Jogoo Road, Rikana Supermarket, the second floor. Just come and record your songs. I can promise you this, that we are doing our best to do the best quality. So kindly njoo. Na si kwamba tu ni kurecord na tukuache uende, but also we can stand with you by God's grace. Make sure tumekusaidia ku arrange your song. Tumekusaidia ku arrange your song, make sure kwamba tumesaidia at least sauti ziweze kukaa vizuri. We have the best producers, we have the best backups. So kindly just join us. Unaweza ukapiga simu 07 0021 7474 ili kuweza kupata more details about the studio. Remember, tuko Jogoo Road, Rikana Supermarket, second floor. It's just opposite Makongeni stage. So karibu sana Tumaini Studio. Ninatarajia kukuona. Najua nitakuwa na wewe na utabarikiwa. God bless you. Myself na kuaga hapa. Kama sijaenda mission, niko tu hapa ili tuweze kuhudumia watu wa Mungu, na kama siko church. So karibu sana. Tunatarajia kukuona.
unaweza kata change ugeuke huko. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Kazi safi. This is Tumaini Studio, and here we believe in quality, and I want just to take this opportunity just to welcome you to join us here. If you are a worshiper, you have a song or songs, just trust us to help you to make your dreams true. So we are here to hapa Jogoo Road, Rikana Supermarket, second floor. Tuko hapa tunafanya kazi ya Mungu kupitia kurecord nyimbo. Huyu ni Pastor Tumaini, na Mungu amenijalia kuwa na sehemu kama hii kwa neema ya Mungu, si kwa ajili ya biashara, lakini kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. So tafadhali njoo tuje tukusaidie kutengeneza hizo nyimbo mahali popote ambapo upo, na itakuwa baraka. The place is nice, kila kitu iko sawa, kila kitu quality. Hakuna tu kwamba ni kitu nafanya watu, hapana, but kitu inafanya vizuri. We have the best producers, tuko na vocals directors, including myself. I'm a vocal director. So kazi itakuwa nzuri sana. So karibuni sana Tumaini Studio. Tuko hapa Jogoo Road, Rikana Supermarket, second floor. Karibu sana, tunakusubiri. Ukija studio kuimba unapewa hii for free. Unapewa this or this. So kati ya hizi unapewa moja for free, ili unaweka maji ya ndimu. Maji ya ndimu huku sauti kazi vizuri. So karibu sana, kazi nzuri. Unaweza sikia some of our pieces just as a simple sample ya beat. Yes, it's just a sample, si kama ni kitu imekamilika. Yeah, yes. Sawa, acha nichukue huko.
lunch